Movie yetu inaanzia hapa. Dogo mmoja anaishi na mama yake, na dogo huyo anajulikana kwa jina la Felix, na mama yake anaitwa Lea. Na dogo huyu anaishi na mama yake pekee, kwani mama yake aliachana na baba yake muda mrefu uliopita. Alex akiwa yupo kwenye gari anaelekea shuleni, akapata ujumbe kutoka kwa mshikaji wake Felix akimuomba ampatie msaada, kwani kuna washikaji wanataka wampige, wako jirani na shule. Na Alex alipofika shule akakuta mshikaji wake amening'inizwa kichwa chini miguu juu, anahitaji msaada. Basi Alex akapambana na wale wahuni akaweza kuwadhibiti, na haukupita muda mrefu basi Alex akaitwa katika ofisi ya mkuu wa shule, akaambiwa ukirudia tena na hii tabia yako ya kupiga wenzako tutakufukuza shule. Na ulipofika muda wa kurudi nyumbani, Alex akiwa njiani, ghafla akawa anafukuzwa na wale wahuni ambao walimshughulikia mshikaji wake Felix asubuhi, na yeye aliweza kuwadhibiti. Kwa hiyo wametumia njia hii ili kuweza kulipiza kisasi. Na Alex alipoona wanamfuata, alipotafuta njia zaidi ya kuweza kukimbia, kwa bahati mbaya akaporomoka kutoka juu ya ghorofa mpaka chini. Na wale wanafunzi wenzake walipoona hivyo, wakajua Alex atakuwa ameshapoteza maisha. Mbele kidogo akauona upanga wa ajabu, akauchomoa na akaenda nao nyumbani, akamshtua mshikaji wake Felix waweze kuuchunguza. Na walipokuwa na uchunguzi wakagundua upanga una maneno ambayo wao hawaelewi. Basi Alex akatumia simu yake kuweza kutafsiri ile maneno, wakapata tafsiri nzuri ambayo iliwasaidia wao kuendeleza uchunguzi wao. Na ndipo wakagundua upanga huu ulikuwa unamilikiwa na mfalme, na miaka kadhaa nyuma mfalme aliweza kuusimika kwenye jiwe na hakuna mtu yeyote aliyekuwa na uwezo wa kuuchomoa, lakini leo hii kijana mdogo Alex ameweza kuuchomoa. Ndipo akauhifadhi kwenye kabati na wao wakapumzika. Na leo mkuu wa shule anamtambulisha mwanafunzi mpya katika darasa la kina Alex, lakini mwanafunzi huyu anaonekana kuwa mkubwa kuliko wanafunzi wote. Basi wanafunzi wenzake wanaanza kumcheka. Na baada ya utambulisho, kuna mwanafunzi mmoja akamwambia Alex, nimekuona umechomoa upanga uliokuwa wa mfalme, usije ukatuletea balaa, yawezekana tukapata tetemeko la ardhi, fanya ukaurudishe huo upanga. Basi Alex aliposikia hivyo akawa anaongea na Felix akiwa anaogopa sana. Usiku Alex akasikia sauti na vishindo vya ajabu. Alipofungua dirisha kuangalia, akagundua kuna viumbe wa ajabu wamewatembelea. Na haukupita muda huyo kiumbe wa ajabu akaingia mpaka kwenye chumba cha Alex. Sasa akachukua upanga ambao ameuhifadhi, akapambana na yule kiumbe, na ghafla yule kiumbe akapotea. Lakini punde si punde kuna mwanafunzi akajitokeza pale pale. Sasa huyu mwanafunzi ndiye ambaye alimwambia Alex, nimekuona ukichomoa upanga. Lakini Alex akajiuliza maswali mawili matatu. Wewe umenionaje mimi nikiwa nachomoa upanga? Na wewe umemjuaje mmiliki wa upanga? Basi yule mwanafunzi akamwambia Alex, ninakuomba kesho tuonane. Na pale pale yule mwanafunzi akabadilika kuwa popo akapotea. Usiku huo Alex hakupata usingizi, na alipoendelea kusoma vitabu mbalimbali alivyopewa na baba yake, akagundua kuna mashetani walikuwa wamefungwa, na yeye alipochomoa ule upanga amewaweka huru. Kwa maana hiyo sasa ana kazi ya kuweza kuwadhibiti hao mashetani, na ndio maana leo wamemtembelea katika nyumba yao. Na ilipofika asubuhi, mama akaenda kumwamsha mwanae ili aende shule, lakini ghafla akamkuta mwanae ameshika upanga. Lakini mama wa upanga anaufahamu, akamwambia kijana wake, huo upanga umeutoa wapi? Kijana akamwambia, mama, kuna sehemu nimeutoa. Mama akamwambia tena, hakikisha unaurudisha huo upanga ulipoutoa. Lakini dogo akakataa, akamwambia, mama, mimi upanga sirudishi. Na pale pale dogo akakimbia akatoka nje. Moja kwa moja Alex alikimbilia restaurant ambako alikubaliana waonane na yule dogo ambaye alimsaidia jana usiku wakati monster amekuja kumtembelea. Na yule dogo akamwambia Alex, wewe ndio una wajibu wa kupambana na haya mashetani. Lakini Alex akamjibu akamwambia, mimi ni kijana mdogo, nitawezaje kupambana na haya mashetani? Lakini yule kijana akamwambia Alex, wewe ndio una jukumu la kupambana na haya mashetani. Pale pale akabadilika akawa katika umbile lake la asili, akamwambia, usipopambana na haya mashetani dunia yote itawaka moto. Na ili kuepuka matatizo yote haya, Alex akaona ni heri aurudishe upanga alipoutoa. Lakini pale pale wakatokea wale wanafunzi wahuni ambao walikuwa wanamfanyia fujo rafiki yake, wakataka kuuchomoa ule upanga, lakini wakashindwa. Alex akamwambia,
hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kuchomoa upanga zaidi yangu mimi. Na dogo akachomoa akawaonesha. Basi pale pale wakamvamia, wakaunyang'anya ule upanga. Baada ya Lens kumnyang'anya upanga Alex na kukataa kumrudishia, pale pale vikatokea viumbe vya ajabu, viko kama misili ya moto, monster sio monster, misukule sio misukule, majini sio majini, vikaanza kupambana nao. Lakini kwa bahati nzuri, pembezoni walipokuwa kina Alex palikuwa pana mafuta. Walipomwaga mafuta na kuwasha moto, walishangaa kuona vile viumbe havizuliki na moto. Walipokimbia kuelekea kwenye makazi ya watu, wakashtuka kuona kwenye makazi nako hakuna watu, ni vile viumbe vimetapakaa vinafanya uharibifu. Baada ya muda kupita, Alex akawaambia wale wahuni wote, msiwe mnakimbilia vitu ambavyo hamvijui. Sasa basi tuungane kwa pamoja tuweze kulikomboa taifa, maana hili lilishakuwa janga. Kumbuka Alex amesoma vitabu mbalimbali na ameshagundua haya mashetani yanapatikana sehemu gani. Alichokifanya, akamfuata Melini, wote wakaongozana mpaka sehemu inayosadikika hilo lishetani Molana linapatikana. Wakaanza kufanya mazoezi namna ya kuweza kuwakabiliana na huyo shetani. Lakini wakiwa wanafanya mazoezi, yule shetani akawa anajitokeza pale pale. Ghafla akaanza kuwadhibiti, lakini yule Melini ana uwezo wa kutumia nguvu za ajabu. Alipojaribu kupambana na hilo limolana, pale pale nguvu zake zikamuishia, ikamlazimu apumzike kwa muda fulani ili tena nguvu zake zijirudi upya. Na wale wanafunzi wengine walipoona hayo, wakatamani kurudi walikotoka, lakini Alex akamwambia, hapana, tumekuja hapa kuweza kupambana na hakuna atakayerudi nyumbani. Mbele kidogo Alex akaona watu wakiwa na farasi, na ndipo akaamua kwenda kuomba waungane kwa pamoja. Na wale watu walipowapa farasi kina Alex, pale pale wakapotea. Na muda huo huo majeshi ya shetani Molana yakaanza kuwafukuza. Na Alex akagundua haya majeshi yanafukuza mtu ambaye ameshika upanga. Ndipo kina Alex wakakimbilia sehemu zenye milima, na yale majeshi yalipokuwa kipanda milimani yalikuwa yanaangukia sehemu ambako kuna maji na yanapoteza maisha. Na leo Melini akampatia kitabu Alex na kumwelekeza hilo shetani Molana wapi lilikuwa linaishi. Basi Alex na wenzake wakasogea mpaka kwenye mapango ambako hilo shetani Molana linapatikana. Na walipofika ni kweli wakakuta kuna monster la kike. Basi Alex akatumia ule upanga aliouchomoa kule mwanzo kuweza kuliangamiza. Na Alex alipokuwa nyumbani, akashangaa nyumba inazingirwa na mizizi ya miti. Na punde si punde Melini akatokea, akamwambia Molana shetani hajafa. Na pale pale Alex akamwambia mama yake ukweli wote kuhusiana na ule upanga. Kumbuka aliondoka, hakuweza kuonana na mama yake. Na ilipofika siku nyingine tena, basi Alex akaenda kuwatangazia wanafunzi wote shuleni juu ya majanga yatakayowapata. Basi walichokifanya, wakaandaa mitego ya kutosha na wanafunzi wote wakaweza kujifunza namna nzuri ya kutumia upanga. Na hazikupita siku nyingi, basi shetani na majeshi yake wakaweza kusogea. Kwa sababu Alex walikuwa wamejipanga vizuri, wakaweza kupambana na yale mamonster, wakayashinda na kisha wakakata kichwa cha shetani Molana, na misheni ikawa imeishia hapo. Usisahau kulike na kushare video zetu ili tuweze kwenda pamoja.